Naam, kikosi cha Esperance de Tunisia kama ambavyo unavyokiona ndicho hicho ambapo kinafanya mazoezi yake ya mwisho kuelekea katika mchezo wa kesho wa ligi ya mabingwa barani Afrika katika kundi D. Kumbuka katika kundi hilo yuko mnyama Simba Lunyas ambako ndipo atakapoona kucheza dhidi ya Esperance de Tunisia. Dhahiri si peke yake bali kuna Petro de Luanga katika kundi la mnyama Simba, lakini pia vile yuko Stade Malien ambaye anaongoza kundi hilo akiwa na jumla ya alama 7. Kesho ni kufa ama kupona kwa mnyama Simba Lunyas kuchukua alama 3 muhimu katika dimba la Benjamin William Mkapa kuweza kujihakikishia matumaini ya kuendelea kusalia katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, mnyama Simba Lunyas ataendelea kuzikusanya alama 3 katika dimba la Benjamin William Mkapa? Ikumbukwe ya kwamba katika mchezo uliomalizika wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mnyama Simba Lunyas alipoteza hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa kwa jumla ya bao 1-0 dhidi ya klabu ya soka ya Petro Atletico de Luanga. Dhahiri shahiri, nini ambacho kitakachotokea hapo kesho ni kufa ama kupona kwa mnyama Simba Lunyas kuhakikisha ya kwamba anapata alama zake 3 muhimu katika uwanja wake wa nyumbani, ambako huu ndio uwanja wake wa nyumbani ambako mnyama Simba anautumia kama uwanja wake kwenye michuano ya kimataifa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kama mnyama atapoteza mchezo wake wa kesho, dhahiri atakuwa amejiondolea matumaini ya kushiriki hatua ya robo finali tangu mwaka 2019 ambako mnyama aliwahi kufanya hivyo katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Hakuwahi kushindwa kufuzu katika hivi. Itakuwa ni kwa mara ya kwanza katika tangu 2019 kwa mnyama Simba, tangu alipokuwa anaanza kuandika historia ya kushiriki michuano mingi kwenye tournament za michuano ya kimataifa. Na hawa ni Esperance de Tunisia, timu nambari 4 kwa ubora barani Afrika ikiongozwa na Ahly, lakini pia vile pasina shaka kwa sahau Mamelodi Sundowns pamoja na RS Berkane, ndipo anakuja Esperance de Tunisia. Ni magwiji kweli na ni mafundi. Watazame hawa katika mazoezi yao ya mwisho kuelekea katika mchezo wa hapo kesho dhidi ya Simba Sports Club, mchezo unapotarajiwa kupigwa kunako majira ya saa 10 saa za Afrika Mashariki na Kati. Enjoy. Diara huyu hapa bwana, mfungaji bao la kwa upande wa klabu ya soka ya Simba, huyu hapa bwana ambaye unamtazama hapo. Na mtazamaji, ni dakika za mwanzo kabisa. Ukitazama hapa ni kama mazoezi ya kwanza kabisa yanaanza, na timu hii ni bora sana kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia kwenye kasi, na kama unavyoona wanacheza kwenye D ndogo kuweza kuongeza ubora katika kudribble pamoja na kufanya vitu mbalimbali. Haya ni mazoezi tu madogo ambayo tunasema ili ya mwisho kabisa kuelekea kwenye mchezo wao wa siku ya kesho. Esperance de Tunis ni miongoni mwa klabu bora kabisa barani Afrika ambayo imekuwa ikifanya vizuri kwa nyakati tofauti, licha ya kuwa msimu huu haijaonyesha makali kwa kiwango kikubwa sana, lakini tayari wameshaanza kukusanya alama 3 nyumbani kwao, lakini wana kibarua kizito dhidi ya mnyama Simba Sports Club kuhakikisha wanapata alama 3 ugenini, uwanja ambao ni mgumu kweli kwa nyakati za hivi karibuni, licha kuwa kwa mwaka huu Simba wamefanikiwa hawajafanikiwa kuzoa alama zozote zile kwenye uwanja huu, lakini ni uwanja mgumu kweli kwa upande wao. Nadhani wanalifahamu hilo, na basi na shaka hata ukitazama namna ambavyo wanafanya mazoezi wanaonyesha kabisa kwamba wanataka kuuzoea uwanja ambao ni bora sana. Hawa ni Esperance de Tunis, mabingwa wa mara 4
wa michuano ya CAF Champions League ambao wako hapa kuhakikisha jambo linakwenda kwa uzuri kabisa, kuhakikisha michezo yao inakwenda vizuri kabisa sana. Utamuona pale Diara ambaye alifanya mabaraha kweli kweli, lakini si peke yake, pia wapo wachezaji mbalimbali ambao wana hatari kweli kweli. Hili ni tizi tu la kujinyosha, lakini pia ni kuzoea uwanja ambao siku ya kesho utaenda kuandika historia mpya kwa Simba. Endapo akipoteza, itakuwa ndo mechi yake ya mwisho kabisa ya kuwa na matumaini ya kufudhu hatua ya robo finali, na historia ambayo itaandikwa kwa upande wao, lakini akishinda ataendelea kuwa na matumaini ya kufuzu, kwa maana atakuwa ameanza safari ya kusanya alama 3, kitu kinacho ambavyo wao wana uwezo wa kuonyesha ubora wao kwa siku ya kesho. Na miongoni mwa watu ambao tumezoea kuwaona wakifanya hivi ni timu za kutoka Uarabuni, lakini leo hii mwingine pembeni yangu hapa ni naye miongoni mwa waandishi. Kwa mtazamo wako ambavyo unawaona kikosi ambacho kimewasili hapa kwa ajili ya mchezo wa kesho, unadhani kuna mabadiliko makubwa tutayategemea? Hakuna mabadiliko yoyote ambayo tunaweza kwenda kuyategemea katika mchezo wa kesho, isipokuwa tu tunatumaini ya kwenda kuona kikosi cha Simba hatua hizi, japo wamekwisha kupoteza katika michezo 3 mtawalia ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So to my side, ninachokiamini ni Simba anakwenda kufufua matumaini, japo ni ngumu kwa namna moja ama nyingine kwenda kufanya hivyo kwenye michuano hii, japo kufuzu kwa Simba matumaini yanaanzia hapa kesho. Kama Simba Sports Club mnyama anabidi apate angalau ushindi, sio sare, ni ushindi, ndio matumaini pekee ya mnyama Simba yanayoweza kumuonesha kwenda kufuzu katika hatua inayofuata. Dhahiri kama Simba ataamua kwenda kupoteza tena mchezo huu na kwenda kutafuta hata sare, matumaini ya kuelekea katika hatua ya robo finali, naamini kwa upande wangu ni yameshashuka. So to my side, ninachokiamini Simba Sports Club wanabidi waingie na mentality ya hali ya juu kweli kweli, na wajue ni kitu gani ambacho wanakwenda kukitafuta ndani ya dakika 90 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Although wanakwenda kutumia uwanja huu wa nyumbani kama uwanja ambao ni sehemu kubwa kwa mnyama Simba Lunyas, lakini pia vile vile mchezo wake wa kwanza aliweza kupoteza hapa dhidi ya Petro de Atletico de Luanga. So to my side, kitu ambacho ninachokiamini ya kwamba Simba akienda kujidhatiti na kuhakikisha kwamba anakwenda kwa discipline kubwa, anaweza kupata matokeo dhahiri shahiri. Unaangalia hata katika mchezo ambao uliopita waliweza kuprogress mpira, lakini pia vile vile tuseme bahati haikuwa kwa wao Simba Sports Club, ila ninaamini kocha Steven Becker ameshakwenda kufanya utafiti wa hali ya juu kweli kweli, kama ambavyo alivyozungumza kwenye press conference, na amekwenda kuyafanyia kazi yale ambayo alokuwa ameyaona. Kikubwa ninachokiamini mimi ni Simba Sports Club kwenda kumkabili Experience, ni swala la muda tu Experience kufa hapo kesho. Sawa, tumezoea kuona watu wakiwa wanafanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kuna namna yoyote inawapa faida? Ukitazama ni kwamba wao wanakuwa ni wageni kwenye uwanja husika. Kufanya siku moja kunaweza kukabadili chochote kwenye mchezo wa kesho? No, sina uhakika, lakini ninachokijua mimi preparations zilishaandaliwa tangu ambapo wanafanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea mchezo. Hii tunaita kitaalamu, tunaita wanafanya hali ya kujitengenezea utimamu wa mwili kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho. Although kama vile ambavyo umewaona pia Simba asubuhi waliweza kufanya hivyo. So to my side, naamini kwamba hapa ni wanaweka utimamu wa mwili ukae sawa. Ndio maana kabla hata ya mechi wenyewe huwa unaona kuna yale mazoezi ambao huwa yanayafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweka utimamu wa mwili unaweza kuwa sawa. Ila kikubwa ambacho ninachokijua mimi, kitu ambacho ninachokifahamu mimi, na hiki waondoke nacho wa Tanzania, kesho ninamuona mnyama Simba akienda kufanya vizuri katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa. Niamini, kuna wengine hawatoamini hiki ninachokizungumza, ila ninaongea na nina uhakika mnyama Simba Sports Club kesho anakwenda kufufua matumaini mapya katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa. Ni uwanja ambao mnyama takriban miaka 4 mpaka miaka 5 nyuma ameshafanya makubwa katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa. Mengi goli la kaskazini yalishindikana, lakini kwa Simba Sports Club yaliwezekana. So to my side, ninaamini ile do or die kwa mnyama Simba Lunyas ambacho alichokuwa anafanya katika klabu yake ya Simba Sports Club na kwenye tournament za michuano ya kimataifa, ninaamini anakwenda kufanya jambo katika nchi. Isipokuwa tu nichukue nafasi hii kwa kuambia mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, mchezo wa kesho unawahitaji sana mashabiki wa Simba pamoja na influencers wengi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kama wao wataweza kuitupa timu yao, kama wao hawataweza kujitokeza katika eneo hili la uwanja,
wataipa mtihani mzito sana Simba Sports Club. Lihali leo hii Clatous Chota Chama akiwa anacheza katika eneo hili, akitazama jukwaani, akiangalia baadhi ya mashabiki na maelfu ya mashabiki, dhahiri utakuwa unagundua kuna kitu ya kwamba wao kama wachezaji kuna jambo wanadaiwa na mashabiki. So tuwaombe tu mashabiki wa klabu ya soka ya Simba waweze kujitokeza kwa wingi, na shilingi 3,000 kwa upande wa mzunguko. Naamini ni kila kitu ambacho kiko affordable kwa mashabiki na ma-influencers wa Simba, kitu ambacho ninachokiamini mimi, kama wataweza kuja, waweze kuja kwa wingi, waweze kuisupport timu yao, waweze kupata matokeo. Huu ni muda sasa wa kuweka timu hizi kando, ama ushabiki wa timu hizi pembeni, na kwa ajili ya kuangalia kwamba wanasupport klabu yao na timu yao ya taifa, bendera ya ardhi ya Tanzania ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hao ndio Esperance de Tunis unaowaona ndugu yangu. Watazama ni kama tunasema ni tumezoea Waarabu wanakuwa wanapata tano, wanashauri wacheze saa 10, lakini hawa Tunisia wamechanganyikana kama ambavyo unaona, wapo Waarabu ambao ni kama Waafrika pase, kwa maana ni watu ngozi nyeusi. Unadhani hali ya hewa kuna namna yote itawaathiri kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Tunapokuwa tunakizungumza kitu kinachokuwa kinaitwa climatic condition, ndicho kitu ambacho kinachoweza kuathiri baadhi ya nyota mbalimbali, lakini sina matumaini sana, kwa sababu tayari wachezaji hao walishacheza kwenye kanda mbalimbali, si kanda ya kusini tu peke yake, hata kaskazini na magharibi pia wameshacheza. Although hali ya hewa ndio maana unaona wanafanya mazoezi katika muda huu. Ninaamini kama Simba watatumia kama hiki kitu kwa upande wao, naweza kuamini kwamba kinaweza kikawa affordable kwa upande wao. Dhahiri kama unavyokuja kuona, kuna baadhi ya nyota mbalimbali ambao wanatokea katika mataifa mbalimbali. Unamuona pale Diarra, mtaalamu mwenye ngozi nyeusi, unamuona Divosi yupo pale. Naamini kwamba Simba Sports Club kuna kitu ambacho wana kazi kubwa ya kuifanya hapo kesho katika dimba la Benjamin William Mkapa, ili kuwadhihirishia mashabiki wake na wanachama ya kwamba timu yetu imerejea, pamoja na uwepo wa wachezaji na sajili mbalimbali ambazo zimefanywa. Dhahiri ninaiona Simba kufanya vizuri katika mchezo wa hapo kesho. Bwana, shukrani sana. Shukrani. Beus